Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Bwemere Amitié. Niko mwenyekiti wa mouvement ambayo tunaita MPDP FAP. Maana yake Mouvement des Patriotes pour la Défense de la Patrie, Force de Autodéfense Populaire. Na komanda wa hiyo movement ni nani? Kiongozi ambaye anasimamia kitengo cha kijeshi ni Jemadari Kamama Mbigirwa. Tulikuwa tunataka kuuliza kwa sababu ya vita ambayo inaendelea kwenye nyanza za juu ya milima. Ni kitu gani hasa unaweza kutuambia kwa sababu ya vita ambayo inaendelea sasa hivi? Kwa kweli vita ambavyo vinaendelea ni vita ambavyo vinakuwa kati ya kitengo chetu cha wazalendo pamoja na waasi wa M23 kisaidiwa na wale wa Red Tabara na Twirwaneho, lakini maendeleo ni mazuri sababu wakati wanakuja kutushambulia wanapigwa ipasavyo, maana tumeamua kulinda mji na kutetea nchi yetu. Tunataka kuuliza kwa sababu hii movement ni ya Sange na sasa hivi Sange inakamatwa na waasi wa M23. Mnatuambia nini nyinyi kama wakomando wa Sange na sasa tunajikuta katika mji wa Uvira? Kuna nini hasa kinaendelea, kwa sababu gani hasa wamejakamata mji wenu? Asante na shukuru. Movement sio ya Sange tu, nilete uhakika, lakini makao yake ambako ulikuwa unatia etamajoro yake ni Sange, na kwa sasa makao makuu yanapatikana Kabere. Yaani tuna kontrole zile nyanja za juu kuanzia Kahungwe, Rugeje, Kanga, Kabere, Kihinga, Butumba na sehemu zimoja za kule Lemera. Tunapatikana hata kule Marurambo. Ikiwa tumepatikana hapa Uvira ni kwa shughuli tu za kazi, sababu kuna shughuli ambazo tumekuja kuendesha hapa Uvira na hizo ndizo zimesababisha sisi kuwa hapa. Tunasikia kuwa kuna ngombe na kuna barua somo mliweza kuandika kwa sababu ya watu ambao walipoteza ngombe, walipoteza nini wakati M23 ilichukua zile ngombe, mnaenda mkaziokoa. Je, zile ngombe zishaga kuja kuchukuliwa ama ilikuwa kuaje mpaka mkafika kule kwenda kuziokoa? Sisi tulifika tukaokoa ngombe ambazo zilichukuliwa na warugaruga hawa wa M23, na baada ya kuchukua hizo ngombe, wenyeji ngombe zao walikuja na kuzichukua mara tena. Ina maana sisi jitihada zetu ilikuwa ni kufanya tu kazi kuokoa zile ngombe na kuzirudisha tena kwa wenyeji ngombe zao. Tunashukuru kwanza kuona mji wa Uvira saizi uliwapokea, na mji wa Uvira mnaendelea kuonesha kama bado malipo hizi nianze. Kuna sehemu za nyuma hapa walimtangaza kamanda wa jeshi la movement yenu kuwa yeye aliasi. Akaasi na akakula pesa ya wanajeshi wa M23. Unaweza kutuweka wazi kuhusiana na hicho kitu? Nashukuru sana kwa swali. Unajua kama mti una matunda hauwezi kosa kutupiliwa majiwe. Ndio sababu kama leo kiongozi kama mama anaweza kuchafuliwa vile, ni sababu wanajua kazi ambayo amefanya nyanja za juu wakati hizi zilipita. Na kwa sababu ile kuna maadui wengi, waadui hasa wale ambao wanajificha mgongo ya serikali kuonesha kwamba wanapenda serikali, kumbe ni maadui. Ila niseme hivi kwamba kamwe Jemadari Kamama hawezi kuongea na adui, hajawahi kamata hata pesa fulani kwa adui, na hata sasa hatuwezi tumikia adui. Na ni kitu gani ambacho kimekushawishi wewe kuacha maisha ya uraia na kuamua kujitolea kupigania nchi yako kama mzalendo? Hakuna maisha mazuri kama kutetea nchi yako. Ile kwanza ni wafahamishe kwamba mimi kuonekana leo hapa katika uzalendo, nilikuwa kwanza mwalimu kwenye chuo kikuu, lakini niliona hakuna maisha ya kutumikia chuo kikuu kwa wakati nchi inagandamizwa na adui. Niliamua kuacha kazi ya university, kutumika kwenye university, na hivi leo nakuwa mzalendo. Na mpaka sasa vita inasimamia wapi? Maana tunasikia bado Sange kuna changamoto nyingi sana. Na Sange kulikuwa changamoto, basi na Uvira tungali bado hatarini. Ninyi kama wazalendo mnatuahidi nini na tutegemea nini kutoka kwenu? Nawaza wakongomani kama wanaweza tuaminia, adui kamwe hawezi toka tena Kabunambo na kufika hapa. Na nifahamishe kwamba ikiwa adui alitoka Uvira na kurejea, si kwa sababu aliheshimu mikataba ambayo wamesaini, hapana. Ni sababu moto ulikuwa mwingi zaidi, alikuta amezingirwa, na ndio sababu adui amerudi huko. Na ni kweli tuhakikishie wakongomani kwamba bado tunapigana, bado hatutarudi nyuma,
hadi mkongomani wa mwisho atakapotuweka katika Kongo. Nyinyi kama wazalendo hapa nchi jirani Burundi, bado kuna wakongomani ambao wako kule, wako kambini na wanazidi kuteseka kila siku, na tayari Uvira tunaangalau amani. Nyinyi kama wazalendo mnaongea aje ili kuweza kushawishi gouvernement yetu iweze kurudisha wale wakimbizi, sababu kule wanateseka sana? Na waza sisi kama wazalendo tuna vitengo viwili, kitengo cha jeshi na kitengo cha kisiasa. Na kama kitengo cha kisiasa tunawasiliana na gavana kwa ajili ya swala hilo, na najua kwamba gavana ndiyo anayemwakilisha rais wa nchi hapa, ana neno la kusema kuhusu ile, ila sisi ni watu tu wa kwenda kumuonesha mateso ambayo wakongomani wenzetu wanapata kule. Lakini swala la mwisho kwa hilo ni gavana wetu ambaye anapatikana hapa Uvira. Kuna tetezi hizo zinapapara kwenye mtandao wa kijamii na kusema kuwa kamanda General Kamama Mbiriho aliwahi kuruhusu gari kutoka Sanje wakati unité special, na ni kitu ambacho alikuwa akitumikia. Aliwahi kuruhusu kuwa gari zipite kutoka Sanje na kufika hapa mjini Uvira. Je, unaweza kutuweka wazi kuhusiana na hicho kitu? Kwanza, wakati magari ziliingia hapa Uvira hakujulishwa hata kitu, hakufahamu hata kitu chochote, lakini unité special iko kule iliruhusu magari yaingie bila yeye Kamama kama coordinator wa wazalendo wa jiji la Uvira na territory ya Uvira kufahamishwa. Ina maana yeye hakufahamu kitu chochote kuhusu ile. Ikiwa kuna kitu ambacho kimeingia, waulize wahusika. Na huko mbele kuna watu na kuna fungwa, yaani waliruhusu wakijua sababu gani wameruhusu, lakini yeye mwenyewe hakuruhusu. Yeye mwenyewe hakufahamishwa. Yeye mwenyewe hakujua. Na ni nini hasa unaweza kuambia raia? Maana raia najua kabisa ni General Kamama, kwa sababu General Kamama ndio anakamata ile sekta ambayo iko kule juu. Ndio, niambie raia kwamba Sange kwenyewe ni adui ndiye anapatikana kule, lakini ukifika Runingu na kukuja sehemu zingine ni sisi wazalendo tunamiliki pamoja na FARDC, lakini Jemadari Kamama hakuruhusu gari kuingia. Hakuruhusu gari kuingia na kamwe hawezi fanya vile. Ila mpaka sasa tunaendelesha enquete tujue ni nini ilikuwa ndani haswa, sababu gari ilifunguliwa pamoja na viongozi wengine ambao walikuwa bila sisi kutufahamisha, ila tunaendelesha kufanya enquete. Kwa tetezi za chini zinahusiana na General Kamama kutoka kwenye movement ya unité special na sasa hivi anajitegemea peke yake. Hapana, nitaka nifahamishe watu kitu kimoja. Jemadari Kamama hakutoka kwenye unité special, ila yeye ni mwanamemba, lakini alipewa fonction ya observance. Mara moja aliona barua zinaandikwa bila kumhusisha yeye, reunion zinafanyika bila kumhusisha yeye. Kama observance hangeendelea kushiriki vile kama observance, lakini majeshi yote ambayo yanatumika kule yanatoka ndani ya coordination yake. Ina maana yeye ni mwanamemba na anashiriki maoperation ya unité special, lakini sio kama observance. Na mna neno gani ya kumwambia rais wetu Felix Tshisekedi kwa hii salera ambayo alipokea? Maana tumesikia kwamba wazalendo wamepokea. Maneno gani ya shukrani la kumwambia? Wandugu, nawaza tunapaswa kumshukuru baba wa taifa, sababu kwanza kuwepo kwetu hapa ni sababu ametaka. Mbele tuliitwa wa maimai na tulikimbizwa kama, lakini kwa sasa tunatembea mjini. Ni sababu alitaka tutetee nchi yetu, sababu maslahi ya nchi hayawezi tembea na mtu mmoja ila watu wengi. Kwa hiyo shukrani zetu kwanza kama movement MPDP, pia shukrani yetu kama coordination ya wazalendo wa vile na territory ya Uvira ambayo inasimamiwa na Jemadari Kamama Mbigirwa Believe, pamoja na wale wengine majemadari kama vile Jemadari Waboshi na Mugema Kihaihai ambaye ni mkurugenzi wake ambaye anakuwa karibu yake katika shughuli za kupiganisha adui wa Kongo. Tujapata hicho kitu kutoka wahusika na hatuwezi kukonfirme kama kile kitu kiko vile, sababu wakati kama kuna programu yoyote sisi ni waalie wa FARDC tunaambiwa kwamba kuna mpango fulani, bado hatujasikia ule mpango na hatuwezi kuhakikisha, bado ni marimere tu. Na mimi na mwisho kwa raia wote, raia wote tunawaomba kutupatia ile confiance tulikuwa nayo depuis mbele, na kamwe hatuwezi jiunga na adui, na tutaendelea kupiganisha adui hadi Kongomani wa mwisho au mzalendo wa mwisho atakapoondoka. Hapo ndipo tutaacha kupiganisha, tutaacha uzalendo wetu. Kwa hiyo tunawashukuru Wakongomani wote ambao wametupatia ile confiance, na tunatumaini kwamba bado
wapo pamoja na sisi. Neno la mwisho kwa Bukavu, Sange na kuendelea mpaka Goma. Ni kweli Sange, kama objectif yetu iko ni kusudi watoke. Kama hawatoki kwa diplomasi ambayo rais ameanza, na wahakikishia Wakongomani watatoka kwa mtuto wa silaha, na tuko tayari, tutapigana. Najua adui hana nguvu, ila watu hawezi fahamu tu ile adui hana nguvu. Ndio sababu rais ameamua kupitia kwanza kwa diplomasia, na kama haiwezekani